Bila shaka umzima mwanafamilia na mfuatiliaji wa Tanzania Web Updates, na ikiwa ndio kwanza katika anga la michezo kunafuka moshi wakati bodi ya ligi ikijibu klabu ya Yanga kuwa haiwezi kuwapa alama 3 na mabao 3 ya bure kama Yanga wanaposhinikiza baada ya kuahirishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo Machi 8, 2025, dabi ambayo ilipangwa kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Hivi sasa bodi ya ligi imeonyesha makucha yake klabu ya Yanga ikisema kuwa kitendo cha timu hiyo ya Yanga kupeleka timu uwanjani hali ya kuwa wana taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka juu ya kuahirishwa kwa mechi hiyo ni uvunjifu wa kanuni. Sasa mchambuzi wa michezo kutoka kituo cha Crown FM na mtendaji mkuu wa klabu ya JKT Tanzania Jemedari Saidi bin Kazumari amechimba na hatimaye amekuja na kanuni hiyo kwa umma na kuonyesha adhabu ambayo anaweza kupewa timu iliyoikiuka. Kanuni ya 47 kipengele cha 18 ambayo bodi ya ligi inasema klabu ya Yanga imekiuka kwa kupeleka timu uwanjani kwenye mchezo ulioahirishwa ni kukaidi kutii mamlaka, ambapo adhabu yake ni faini ya shilingi milioni 5 au kuondolewa katika ligi na kushushwa daraja. Sasa tusubiri kuona bodi ya ligi itakuja na adhabu gani kwa klabu ya Yanga juu ya ukiukwaji wa makusudi kwa kanuni ya 47 kipengele cha 18. Lakini kubwa lililoibua mjadala mpaka hivi sasa ni kujiuliza, je, Yanga watakuja na msimamo gani ikiwa hapo awali walishatoa dhamira yao ya kutocheza mechi ya dabi msimu huu baada ya kuahirishwa ile ya awali ya Machi 8. Wakati Yanga wakiwaza hivyo, msimamo wa bodi ya ligi ni kuwa dabi ya Kariakoo iko pale pale. Kinachosubiriwa hivi sasa ni kupangwa kwa tarehe mpya ambako dabi hiyo itachezwa. Tusubiri kuona nani ataibuka shujaa kwenye mpambano huu wa Yanga dhidi ya wenye mamlaka ya kuendesha ligi kuu Tanzania bara. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbali kutokea hapa.